ambamo anashtakiwa Antipas Tundu Lissu Mughwai almaarufu Tundu Lissu yaliitwa katika mahakama hii ya hakimu mkazi Kisutu. Mtakumbuka mashauri hayo, la kwanza ni shauri la jinai namba 8607 la mwaka 2025. Katika shauri hilo Antipas Tundu Lissu Mughwai anashtakiwa kwa mashtaka ya uhaini. Yaliyojiri kwa ujumla, kwa wale ambao mlikuwepo mmeshuhudia, ni kwamba kwa sababu za kimkakati mteja wetu amechukua jukumu la kujitetea yeye mwenyewe kwa muda, kwa sababu ambazo amezielezea, zikiwemo kusimamia haki zake yeye mwenyewe ambazo anaona zinaminywa na taasisi mbalimbali, na almahusus kabisa ametaja taasisi ya Jeshi la Magereza ambapo anahifadhiwa katika gereza la Ukonga. Sababu ambazo amezirejea ni kunyimwa haki yake ya kuabudu tangu alipohamishwa katika gereza lile siku ya Ijumaa Kuu, na wote mmemsikia anasema kwamba hajaruhusiwa kabisa kuhudhuria misa yote, kuwasiliana na Mungu wake kama ambavyo mahabusu wengine wote wanaruhusiwa. Kwa hiyo anataka kupigania, anafikiri haki hiyo inaweza kusisitizwa na kupatikana kwa ufanisi zaidi kama atapigania yeye mwenyewe, kwa sababu yeye ndio anayefeel. Kwa hiyo anaweza kucommunicate kwa urahisi zaidi kama ambavyo amecommunicate leo kwa mahakama. Haki ya pili ambayo anapigania ni haki yake ya kuchanganywa na mahabusu wengine, kwa sababu ameeleza mahakama kwamba anawekwa pamoja na wafungwa ambao tayari wamehukumiwa adhabu ya kifo kwa maana ya kunyongwa, kwa lugha ya kimagereza wanaitwa condemns. Kwa amelalamikia hilo kwamba linamuathiri, linamnyima haki zake za msingi ambazo zimeandikwa katika sheria mbalimbali na mikataba mbalimbali ya kimataifa, lakini inamuaffect hata kisaikolojia, lakini pia anaona kwamba inalenga kwenda kumbomoa, kumfanya alege. Of course mnafahamu wote Tundu Lissu ni simba, ndio na katika usimba huo ndio maana anapigania hizo haki, kwamba hakuna uhalali wowote wa uongozi wa Jeshi la Magereza kumweka yeye, hata kama basi sababu ni za kiusalama, kumweka yeye pamoja na watu ambao wameshahukumiwa adhabu ya kifo. Lakini swala lingine ambalo analipigania kwa nguvu zake zote, na ndio maana kama nasema kimkakati ameamua kuchukua jukumu au gurudumu la kujiwakilisha mwenyewe kwa muda katika kesi ya uhaini, ni kunyimwa kwa haki yake ya kuweza kuwasiliana na sisi mawakili wake. Ameeleza na sisi tumeshaeleza, tulifanya press conference, tulieleza kwamba uongozi wa Jeshi la Magereza katika kesi hii wamebehave katika namna ambayo kidogo inashangaza. Nilieleza kwamba mazingira ambayo tunakutana nayo tunapokwenda gerezani, unaongea naye kupitia kwenye glass panel, unaongea kwa simu. Mambo mengine ni ya kimkakati, kwa sababu kuna mojawapo ya misingi ya sheria ya kuwakilishwa inaitwa attorney client privilege. Kuna mambo ambayo mnaongea na mteja wako, mtu mwingine yote duniani hapaswi kuyafahamu, na wewe wakili huwezi kulazimishwa na mtu yoyote duniani kuyasema. Sasa hayo tena yakianza kutamkwa mbele ya maaskari magereza, ina derogate, inaua kabisa ile dhana. Kwa hiyo kwa kuwa sisi tumepambana mpaka hapa tulikofika, basi yeye amesema sasa hebu na yeye mwenyewe ashikilie gurudumu hilo yeye mwenyewe, ili aweze kufikisha ujumbe kwa karibu zaidi, kwa sababu yeye ndo ana feel, na amesisitiza kwamba maandalizi yake yanakuwa finyu na hafifu na yanaathirika kutokana na namna ambavyo uongozi wa magereza umekuwa unanyima kwa ufasaha na ukamilifu haki yake ya kuweza kuwakilishwa na mawakili wake. Kwa hayo ni mambo kwa ujumla ambayo anayasimamia. Ameyatolea hoja leo, na kesi imepangwa tena hiyo ya uhaini itaitwa tena tarehe 2 mwezi wa 7, na tunaamini kwamba kuna mambo yatakuwa yamefanyika mpaka tarehe hiyo, na kwa sisi tutakuja, mawakili tutakuja, lakini tutakuwa kama observers kwa ajili ya kumpa ushauri wa kisheria na nini, lakini hatutaingia katika quorum unless atupe maelekezo tofauti. Kama nilivyosema, hii ni sehemu ya mikakati. Kesi nzito kama hii ambayo wenzetu wamekaa wakapanga mikakati ya kumshtaki, na yenyewe pia inahitaji mikakati mahususi na thabiti kabisa ya kuweza kupambana nayo. Lakini nimemsikia amesema anawaamini mawakili wake kwa 100%, na amesema kwamba wamepigana kwa jasho na damu mpaka hapa tulipofika, lakini kama nilivyosema, kwa sababu za kimkakati, kwa muda mfupi atachukua hilo gurudumu yeye mwenyewe. Kwa hayo ni kuhusiana na kesi ya uhaini. Baadaye tukaingia katika kesi namba 8606 mwaka 2025
ambapo kama nilivyosema mteja wetu Antipas Tundu Lissu Mughwai almaarufu Tundu Lissu anashtakiwa kwa mashtaka ya sheria inaitwa sheria ya makosa ya mtandao, kuchapisha habari za uongo na nini, na leo ameitwa shahidi mmoja. Wao wanasema ni afisa wa polisi. Wakati wa kuuliza maswali tutaonyesha vinginevyo, lakini kwa sababu hatujafika kwenye hatua hiyo, tuishie tu kusema kwamba kwa utambulisho wake anasema ni afisa wa polisi, anaitwa Inspector John. Anadai, tutaonyesha tofauti, lakini bado hatujafika kwenye hiyo daraja. Anadai yeye ni afisa katika ofisi ya mkuu wa upelelezi hapa nchini, na almahususi kwamba kwenye kitengo cha online patrol. Kuna wale maafisa wa polisi ambao huwa wanapita kwenye mitandao kuangalia nani amefanya makosa. Kwa hiyo anadai kwamba katika ushahidi wake kwa kifupi kwamba yeye katika pitapita zake kama sehemu ya utekelezaji wa majukumu yake alikutana na video ambayo yeye kwa tafsiri yake ilikuwa inaonyesha kwamba kuna makosa ya kimtandao ambayo mteja wetu Tundu Lissu ameyafanya. Sasa ametoa ushahidi wake, amesimulia jinsi ambavyo alifanya kazi, kile alichokiona na namna alivyo retrieve ile video. Na baada ya hapo wenzetu upande wa mashtaka wakaleta ombi kwamba wanaomba ushahidi wa shahidi huyo usitishwe kwa muda. Sheria inaruhusu kifungu cha 147 kifungu cha 5 cha sheria ya ushahidi kama ifanywa sura ya 6 kama ifanywa marekebisho mwaka 2022 inaruhusu kusimamisha kwa muda ushahidi wa shahidi ili kusubiri ushahidi wa shahidi mwingine. Sasa tulipinga vikali, mlikopo mmesikia, na tukasema kwamba tafsiri yetu ni kwamba ni uoga wa shahidi kuulizwa maswali. Ndio tuhoja tu mahakamani kwamba shahidi hakuna lolote, ni kinga tu inawekwa ili tusishughulike na shahidi ambaye wote mmenisikia mahakamani nikisema tunamfahamu vizuri. Na ndio maana nikasema wenzetu wanadai ni afisa wa polisi, ana cheo cha inspector, kwamba yeye ni mtaalamu au mchunguzi wa makosa ya kimtandao. Ndio shahidi alivyosema. Narejea tena, tulikuwa tumejiandaa na bado tunajiandaa kuonyesha kwamba story hiyo sio story ya kweli, lakini hatuwezi kusema huko hadharani barabarani. Tunamsubiri kwenye kizimba siku yoyote ambapo atakapokuja, kwa sababu baada ya kutoa hoja zetu tumepinga vikali kabisa ombi hilo, lakini hakimu au mahakama niseme imekubaliana na upande wa mashtaka. Kwa hiyo imeahirisha kwa muda fulani ushahidi wa shahidi huyu ambaye wanamuita wenzetu Inspector John, na amejiita Inspector John. Ushahidi wake umeahirishwa, kwa lugha ya kitaalamu umekuwa deferred mpaka hapo baadaye. Wao wanadai atakapokuja mtaalamu mchunguzi kutoka kitengo cha uchunguzi wa vifaa vya electronic, atakapokuja na kutoa ushahidi pengine na kutoa kielelezo ambacho hiyo nafikiri ndio flash disk ambao wanasema ndani yake kuna picha au video ambazo zinamuonyesha mteja wetu akitenda makosa. Basi kama nilivyosema, mahakama imeamua, tulikuwa tumejiandaa, na tulisema mahakama tulikuwa tumejiandaa kushughulika naye huyo shahidi, tunamfahamu vizuri. Yoyote tumeka tu akiba, siku yote atakapokuja kama atamleta basi tutashughulika naye ipasavyo. Tulikuwa tunalilia siku zote kwamba kesi ianze ili ulimwengu wote uweze kufahamu haya mashtaka yanayoshtakiwa na Tundu Lissu ni mashtaka kweli au ni kitu kingine. Sasa tunafurahi kwamba angalau safari hiyo ya sisi kuonyesha dunia kwamba kilichoko ni kitu tofauti kabisa imeanza. Tunasikitika kwamba tumekatishwa leo katika namna hiyo, lakini tupo tayari. Tutakutana tena katika kesi mnamo tarehe 1. Shahidi atakaye kuja tutashughulika naye kwa ufasaha ili kuonyesha dunia kwamba kwa mtazamo wetu na wateja wetu Antipas Tundu Lissu Mughwai hajafanya au hajatenda makosa yote ambayo anatumiwa nayo, na tutaonyesha kwamba kuna mambo mengi ambayo yamepelekea kesi hii na kulikuwa hakuna sababu yote ya kisheria ya kufungua kesi hii. Kwa hiyo tutakutana tena Mungu akipenda mnamo tarehe 1 mwezi wa 7. Muendelee kuhudhuria kwa sababu tunaamini kwamba tutauonyesha umma kama nilivyosema kwamba hakuna chochote kile ambacho Tundu Lissu amefanya ambacho kinastahili kuitwa mashtaka au kuitwa kesi. Ni hayo tu kwa sasa. Batala, tunashukuru kwa ufafanuzi wa kesi za leo. Pengine hili ipo nje ya kesi za leo. Wateja wako wengine jana walikutana na kadhia ya kutawanywa na jeshi la polisi kutumia mabomu ya machozi na wengine walikamatwa. Wateja wako sasa hivi wanaendeleaje na vipi kuhusiana na shauri lao? Well, sina hakika kama ni mahali sahihi, lakini sasa kwa kuwa nimeshaulizwa swali, busara na ustaarabu unanielekeza kwamba ni lazima nijibu kwa sababu ni swala la kisheria. Uzuri ni kwamba ni swala la kisheria, na labda nalijibu kwa upendo kabisa kwa sababu naliconnect na kitu kimoja kikubwa, picha kubwa kwamba sisi mawakili
au mimi wakili wa The Glory of Christ Tanzania Church tunajumuisha tunahusianisha moja kwa moja mambo yote yaliyotokea, ikiwemo kufungiwa kwa kwa kanisa lile na kuzuiwa kwa waumini na waamini wa kanisa lile kushiriki misa kutokana na maombi ambayo yalitangazwa na kanisa lile chini ya uongozi wa Askofu Joseph Gwajima, kwamba watafanya maombi ya kumwombea mteja wetu katika kesi ya Tundu Lissu Mugwai. Kwa tunaona a direct connection, lakini kama niliposema hiyo direct connection sasa kuna mahala pake pa kuonyesha ambapo ni mahakamani. Wewe binafsi nafahamu ulikuwepo Dodoma, nilimwona Mika yule wa nani, si naona ametoka. Niseme tu kwa kifupi hapo kuna baadhi yenu tulikuwa Dodoma katika kesi mbele ya Mheshimiwa Jaji Masabo, na kesi ile itaendelea tena mnamo tarehe 8 mwezi wa 7. Hapa katikati kuna amri zimetolewa za kupeleka viapo kinzani, na sisi tumepewa ruhusa ya kupeleka kiapo cha ziada. Kwa hiyo kuhusiana na kesi inaendelea, na pengine kuna kesi moja au mbili za ziada zitabidi kufunguliwa. Lakini kwa ujumla wake hakuna sababu yoyote ya jeshi la polisi kuwakamata au kuwazuia wateja wangu Glory of Christ Tanzania Church, waumini wake na viongozi wake kufanya misa. Tunasisitiza kwamba sheria ambayo ndio Societies Act yes inampa Register of Societies, msajili wa taasisi za kiraia, sio kama ni tafsiri rasmi sana, nafasi ya kutoa adhabu ya kisheria kwa taasisi kanisa ambalo linakuwa limevunja sheria. Lakini kikubwa kuliko chote, hitaji la kwanza ni kwamba ni lazima atoe notice. Mpaka leo tunapozungumza, wateja wangu Glory of Christ Tanzania Church hawajawahi kupewa notice yoyote ile ya kisheria kabla ya hicho kinachoitwa kufutiwa usajili. Kwa hiyo hilo ni pungufu kubwa sana la kisheria ambalo tunalishughulikia kisheria. Tutatoa taarifa zaidi baadaye, lakini kwa ujumla tu tuseme kwamba maoni yangu kama wakili ni kwamba kulikuwa hakuna sababu yoyote ya nguvu ile kutumika namna ilivyotumika. Nguvu ile ingeweza kutumika mahala pengine hata ile press conference aliyofanya Gwajima pengine asingekuwa na haja ya kuifanya, kama nguvu ile ingetumika kwenye yale mambo ambayo Askofu Gwajima aliyalalamikia na kuatilia hoja katika press conference yake. Lakini kama nilivyosema, kwa kuwa mimi ni wakili, tunashirikiana na mawakili wenzangu marafiki, tutaendelea kupigania haki, na tunaamini siku moja waumini wa Glory of Christ Tanzania Church watakusanyika tena katika makanisa yote nchini wakiendelea kufanya misa kwa kadi ya usajili wao. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.